Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Shalom Same TV. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia ndani na nje ya nchi. Na kama bado hujasubscribe, basi kwa dakika kadhaa endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi ni Rose Jotham, ninaripoti kutoka katika kanisa la TAG Shalom Christian Center kutoka wilaya Same mkoani Kilimanjaro. Na kwa siku ya leo sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Bi Wanzogia aliyepata tatizo kubwa sana, alikumbwa na ugonjwa mzito sana, alikata tamaa katika maisha yake, alilia sana lakini Mungu hakumwacha, alimtendea muujiza mkubwa sana. Hivyo ninakukaribisha sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati, na natumaini kuwa kupitia ushuhuda huu Mungu ataenda kukutokea na ataenda kufanya muujiza katika maisha yako. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, unaendeleaje? Natumaini mzima. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kwa kweli. Watazamaji wanatamani kujua jina lako. Ndugu watazamaji, jina langu ni Wanzogia Philip Mtilo. Mimi ni mwenyeji wa huko Singida na niko Same Kilimanjaro kikazi, na ndiko ambako makao yangu kwa sasa yapo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mambo mengi tu ambayo amenitendea. Kuna watu ambao wamesikia ulikumbwa na ugonjwa mzito sana na wanatamani kujua ni ugonjwa gani. Unaweza kuambia? Ndugu watazamaji, kuanzia mwezi wa 11 mwaka 2024 nilianza kuumwa kidogo kidogo. Kuanzia mwezi wa 7 kulikuwa na kauvimbe kidogo kwenye joint ya mguu hapo chini, na baadaye mpaka kufika mwezi wa 8 nikaanza kusikia kama maumivu fulani hivi kwenye magoti. Ndipo nilipoenda hospitali na kupatiwa matibabu, ikawa bado hali yangu haijawa nzuri. Nikatoka hapo nikawa napata sindano, na baada ya hapo nilikuja kupata maumivu makali ya ghafla kuanzia mwezi wa 11 ambayo yalipanda mpaka kwenye kiuno, yakapanda kwenye uti wa mgongo na baadaye kichwani. Ndivyo ilivyopelekea kuwa na hali ya kutokuweza kulala, kutembea, kukaa, ikawa ni changamoto sana. Changamoto gani kubwa ambayo ulikutana nayo wakati wa kuumwa? Yaani unaweza kusema hii ni changamoto kubwa sana ambayo ilipelekea mpaka wewe ukakata tamaa. Changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo ni kushindwa kutembea, hasa kushindwa kutembea na kushindwa kulala. Uliweza kupata msaada wa kutosha kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki? Nashukuru Mungu, msaada wa ndugu na marafiki niliupata kwa ambao walikuwa karibu yangu, ambao hata wengine sikuwa na ukaribu sana wakati nafanya kazi, lakini Mungu ni mwema. Alininunulia watu ambao walikuwa wananifariji, wananiombea, na mshukuru Mungu sana kwa hilo kwa kweli. Na wakati gani ulijihisi kukata tamaa? Nilijihisi sana kukata tamaa, maana ugonjwa wangu ulipoanza ukawa umezidi sana. Nilienda Dar es Salaam kwenye hospitali ya Kairuki, na nilikotoka hapo nikarudi nikaenda KSMC. Baada ya kuendelea kupima vipimo mara ya kwanza Dar es Salaam, wakasema kwamba kwenye diski za mgongo kuna shida, diski zimepinda. Na baada ya hapo niliporudi KSMC wakasema hawajaona hilo tatizo. Mbaya zaidi, changamoto kubwa iliyonipata ni kuanza kuwashwa. Mwili ulianza kuwasha wote, kuanzia kichwani mpaka miguuni. Unawasha kama vile nimemwagiwa vitu fulani vya kuwasha, na hata ukiwa umekaa unasikia kama umekalia mkaa. Alafu ukifika kwenye vipimo hakuna ugonjwa. Hapo ndo nilipopata changamoto zaidi na kupoteza matumaini kwamba nitaponaje, maana hata madaktari hawaoni ugonjwa wangu. Wakati wanakupa majibu hayo ulijisikiaje? Kusema ukweli, ndugu mtangazaji, nilijisikia vibaya. Nilijisikia vibaya na kukata tamaa, na wakati mwingine hata nilipokuwa naomba nikaona kama maombi hayafanyi kazi. Lakini wakati huo, wakati najisikia vibaya, ikawa changamoto hata kwa hao wanaonihudumia, maana muda wote huwezi kulala, ni kama umelalia mgongo. Nililala na mgongo, ndugu mtazamaji, mpaka mgongo ukawa unatoa vidonda. Na wakati huo ukiwa umelala, uhakikishe kwamba miguu yako iko juu. Watu wao wanashikilia usiku na mchana. Ni changamoto hata kwa watu wanaokusaidia, kwa sababu muda wote watakao washikilie miguu, hamna kulala. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sana kwa kweli, mpaka hata wanaonihudumia wakawa wanaona kama na wao wanakata tamaa, wanachoka. Na ugonjwa huo uliathiri vipi imani yako ama maisha yako ya kiroho? Kusema ukweli, ugonjwa wangu uliathiri kwa kiasi kikubwa imani yangu ya kiroho, kwa sababu ilifika mahali nikiwa ninaomba najikuta nina uchungu mwingi,
alafu nikapoteza matumaini. Nikasema kwa sababu ninaomba muda wote, lakini naona kama hali yangu sio nzuri. Nikahisi kama Mungu hayupo, nikahisi kama Mungu hanisikii, na ilifikia mahali, ndugu mtazamaji, huwezi kuamini, nilienda mpaka kwa waganga. Kwa waganga nilifika, kama ni mafuta ya upako nilitumia, kama ni maji nilikunywa, lakini sikupata nafuu kabisa. Wakati unaenda kupatiwa hayo maji ya upako, uliamua mwenyewe au ulipata ushauri kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki? Wapo waliokuwa wananishauri, na baadaye kutokana na changamoto ambayo niko nayo, nilitamani kupona kwa kweli. Nitamani kupona, nikasema kama huko uponyaji, basi nipone nipate, lakini huwezi amini kila ninachotumia, kila ninapojaribu kutumia, ndio naona hali yangu inaongezeka zaidi badala ya kupungua. Na wakati unafanya maombi, uliwahi kujiuliza ama kufikiria kama ipo siku Mungu atakusaidia kupona? Mwanzo nilikuwa na matumaini, ndugu mtazamaji, nilikuwa na matumaini kwamba nitapona. Lakini ujue kadri jinsi unavyozidi kwenda, imani inahitaji nguvu zaidi. Na hasa wanaokuzunguka, wale watu wanaokutia moyo. Inafika kipindi hata watu ambao wanakuhudumia wanatamani uende sehemu fulani ili upate nafuu na wao waweze kufanya shughuli zao. Ikabidi niingie kwenye imani nyingine, nikawa napoteza imani. Hata wakati mwingine nikiwa naomba najikuta kama sina nguvu ya kuomba, na ikafika mahali nikaacha kabisa kuomba. Nikasema nimeshaomba sana, ina maana huyu Mungu anisikii, labda hakuna Mungu. Ni lini ulianza kupona na ulifanyiwa matibabu gani mpaka ukaanza kupata nafuu? Ndugu mtazamaji, ni kuanzia mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu nikiwa niko nyumbani kwangu hapo Same, siku moja nikasikia mahubiri. Nilisikia mahubiri na maombi nikiwa nimelala. Nilisikia kama sauti ikiniambia nifuate hiyo sauti ambayo inaomba. Muda huo nilikuwa siwezi kutembea. Nakumbuka nilikuwa na mdogo wangu akaniambia, utafikaje kwenye hilo kanisa? Nikawa nimejivuta hivyo hivyo, nimejikokota, nikafika kwenye hilo kanisa. Ndipo mlango wangu ulipoanza kufunguliwa. Maana nashukuru Mungu kwa kweli. Nilikutana na watu ambao walijaribu kunijenga kwa upya mahali ambako nilikuwa nimeshakata tamaa. Siamini kwamba hata nikiomba ninaweza kupona. Yaani nimepoteza matumaini kiasi naona kwamba hakuna maisha tena. Lakini Mungu ni mwema. Alininulia watu ambao walinipa imani nyingine mpya, nikaanza hatua mpya nyingine, nikaanza kuona taratibu hali yangu inarudi kwenye hali ya kawaida mpaka hivi sasa mnavyoniona. Najua kama sio Mungu nisingekuwa hapa. Lakini kwa sababu yuko mtu anayeitwa Mungu wa Israeli ambaye amenitoa kwenye lile shimo ambalo nilikuwa nimekaa. Nimekesha usiku na mchana, nimeomba, nimefanya hivi na vile. Walikuwa waganga. Waganga wamekuja wamenipa madawa yao, lakini haikuwezekana. Lakini mwanaume wa wanaume ambaye anaitwa Mungu ndiye aliyenitoa kwenye hilo shimo, na mpaka sasa naweza kutembea, na lala usingizi mzuri, ninakaa nafanya shughuli zangu. Mungu ni mwema. Hapo naweza nikasema kitu kilichokusaidia ni maombi na sio yale madawa ambayo ulikuwa unapewa. Ndio. Ni kitu gani unaweza kumshauri ama unaweza kumwambia mtazamaji ambaye yeye kwenda kwa waganga ni kitu cha kawaida sana kwake? Nina cha kumwambia ndugu mtazamaji anayenitazama na anayenisikia popote pale alipo. Kwenda kwa waganga ni kweli unaweza ukaenda, au mwingine amezoea kwamba anaendaka kwa waganga na anapata mafanikio. Lakini kaa ukijua na kuhakikishia kwamba hayo mafanikio yanafika mahali yana expire. Kwa sababu vitu unavyopewa kwa muda huo, kwa mfano unaweza ukaenda kwa mganga au unatibu ugonjwa ambao labda ugonjwa huo mwingine ugonjwa ni wa kichawi, umeenda kwa mganga, anachofanya ni kuweka uchawi mwingine juu ambao ni mkubwa kuzidi ambao uko ndani yako. Lakini siku ya siku unalimbikiza vitu ambavyo ni vingi vya ajabu ambavyo baadaye vitakuletea madhara. Lakini sehemu sahihi ambako unaweza ukapata uponyaji, sio uponyaji tu, ukapata amani ya moyo na ya maisha, ni kwa Mungu. Yeye aliyenipa uponyaji. Na ugonjwa huo uliathiri vipi mtazamo wako wa maisha? Uliathiri mtazamo wangu wa maisha hata kiuchumi, kwa sababu pale unapozunguka huku na huku, ukumbuke gharama ni nyingi. Mpaka hata kwenda kwa waganga ni kutumia gharama, kutafuta hiki na kile ni gharama. Uliumba kwa kiasi fulani, lakini Mungu ni mwema. Kuna watu wanakutazama katika channel hii ya Shalom Same TV na wanapitia hali ngumu kama uliopitia wewe. Ni kitu gani unaweza kuambia kwa siku hii ya leo? Ndugu mtazamaji unayonitazama kwa siku ya leo, ninakushauri kwa wewe ambao unapitia changamoto, unapitia magumu. Yuko mwanaume wa wanaume ambaye hajawahi kushindwa kitu.
aliyenitoa kwenye tundu ambalo sikuwahi kuwaza kwamba nitatoka kwenye hiyo sehemu, lakini mimi nimetoka kwa kumtumainia Mungu na kumshikilia kwa moyo wa uthabiti, kwamba umeshikilia kwa imani moja na ile yenye uhakika kwamba Mungu anaweza. Hapa unang'ang'ana na Mungu, na Mungu hawezi kumwacha mtu anayemjia kwa unyenyekevu, anayemjia kwa moyo wake wote, anamponya. Uko uponyaji mahali popote, iko nguvu ya Mungu inayoleta msamaha, iko nguvu ya Mungu inayookoa, iko nguvu ya Mungu inayojenga. Kwa hiyo kumtumaini Mungu mahali ulipo ambako umekata tamaa, hata mimi nilikata tamaa. Kumbuka mahali ambako unakata tamaa ndiko uponyaji wako umekaribia. Amina. Ni kitu gani ambacho umejifunza, kitu kikubwa zaidi ambacho umejifunza kutokana na hali hiyo? Kitu ambacho nimejifunza, ndugu mtazamaji, kutokana na hali niliyopitia, nimejifunza kitu kimoja tu, kwamba Mungu atabaki kuwa Mungu, na hata kama amejibu tofauti na ulivyosema, yeye bado ni Mungu tu. Kuna wakati unaweza ukapitia kitu ukaona kama Mungu hakujibu, ukaona kama Mungu hayupo, lakini Mungu ana nyakati na majira. Hutakiwi kukata tamaa sehemu yoyote ambao unapitia na unaita Mungu unaona kama humuoni. Mungu yupo, uko tu wakati ambao atakujilia. Mungu ana kalenda. Uzuri kalenda ya Mungu huwa ni njema. Hata kama itapita miaka fulani na kusudi lake linatimia tu. Kwa hiyo usikate tamaa kuona kwamba nimekaa kwa muda mwingi, nimekaa kwa muda mrefu sijajibiwa. Mungu anajibu kwa majira na nyakati zake. Kwa hiyo endelea tu kuamini, uking'ang'ana yatatokea. Kuna wale watu ambao walikuwa karibu na wewe wakati umepitia changamoto hiyo. Pengine labda ni wachungaji ama ni ndugu jamaa na marafiki, waliweza kushirikiana na wewe wakati unapitia hii hali ngumu ya ugonjwa. Ni kitu gani ambacho unaweza kuambia kwa siku hii ya leo? Kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yao na ninafurahi kwa ajili yao. Nimshukuru mchungaji wangu Baba Mramba ambaye amekuwa ni mtu ambaye alinitia moyo sana. Yaani sikutumia muda mwingi kwa jinsi alivyonielekeza na kunijenga, nikapata tumaini jipya, nikajua kulisoma neno, nikajua kulitumia neno, nikajua kutumia mamlaka. Ndiyo mamlaka hayo ambayo nilifundishwa na mchungaji wangu yamenifikisha hapa nilipo. Kipekee pia nimshukuru mchungaji wangu, mchungaji Ines, alikuwa bega kwa bega na mimi hata wakati ambako sionekani, hata kwenye vipindi alikuwa akinifuata na kujua naendeleaje, nahitaji kujifunza hiki na kile. Mungu awabariki sana kwa kweli. Ninawashukuru hata ndugu na jamaa wengine ambao walinyosha mikono yao, wakanipa pole, wengine waliniombea, wengine nawafahamu na wengine inawezekana hata sikujua kama wameniombea. Lakini Mungu awabariki kwenye maisha yao, wasipungukiwe na chochote. Ushuhuda huu umetufundisha mengi zaidi. Pengine unaweza kupitia changamoto mbalimbali, unaweza kuumwa ugonjwa mzito ukajiona sasa mimi sio wa thamani, bora tu Mungu anipumzishe. Lakini ukimuita Mungu, ukawashirikisha viongozi wa dini wakakuinua katika maombi, Mungu ataenda kufanya miujiza kama alivyofanya kwa Bi Wanzogia. Hivyo ninakusihi sana, endapo utapitia changamoto mbalimbali katika maisha yako, basi haina budi kumuomba Mungu. Mungu anasikiliza na anapokea maombi yetu endapo tunamuomba kwa imani. Hivyo ninakualika sana uweze kufuatilia channel hii ya Shalom Summit TV kwa vipindi mbalimbali tunavyoendelea kurusha kwa ajili yako wewe mdau wetu na mtazamaji wa channel hii ya Shalom Summit TV. Kama hujasubscribe, basi subscribe, like, share pamoja na kucomment. Mimi ni Rose Jotham, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na Bi Wanzogia. Kwa hili kwa sasa tunakutakia wakati ule mwema.